Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, mimi leo nimesimama hapa kupongeza kwa sababu jimboni kwangu kule Kigamboni umeme umesambaa kila mahali, lakini Mheshimiwa Waziri, kuna vitongoji pale Pemba Mnazi, Kimbiji vichache ambavyo vinahitaji jicho lako la ziada ili uweze kupata umeme na tatizo la umeme kule Kigamboni libaki kuwa historia. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, naiomba serikali yangu iweze kuongeza nguvu ya umeme kwa kujenga kituo cha kupooza kingine pale Kisarawe 2. Tuliongea Mheshimiwa Waziri na imani hili unalijua, na hii bajeti hii tunaichangia sasa hivi mradi huu na imani kabisa utakuwemo. Kwa hiyo niombe sana, kwa sababu Kigamboni kwa sasa hivi inakuwa kwa kiasi kikubwa cha ujengaji wa viwanda vikubwa, na hatua hii inahitaji mahitaji makubwa sana ya umeme. Kwa hiyo nikuombe kile kituo usikiache katika miradi yako ambayo wewe utakuwa umeshaipanga, ili wafanyabiashara na wawekezaji waweze kufurahia serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwekeza na kujenga imani katika uwekezaji. Waheshimiwa wabunge, nishati ya umeme imekuwa ni mchango katika imeleta mchango mkubwa sana wa kibiashara katika pato letu la taifa. Ukiangalia katika ile landama ya Mheshimiwa Waziri amezungumzia kwamba Tanzania pia katika East Africa sisi tunauza umeme nje. Tunauza umeme Kenya, tunauza umeme Rwanda, tunauza umeme Zambia. Hizi zote ni fedha za kigeni ambazo zinaingia kwenye pato letu la taifa. Mimi naomba nikwambie Mheshimiwa Waziri, chapa kazi. Sisi waheshimiwa wabunge tunaangalia na tutakusaidia na tutakusupport kwa asilimia zote kuhakikisha malengo yote ya wizara yanaenda kukamilika bila matatizo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sekta hii ya nishati, sekta hii ya nishati imeimarisha ukuaji wa madini, wa sekta ya madini. Namna gani? Ukianza kuangalia migodi mikubwa ya dhahabu, nickel, graphite sasa inatumia umeme. Zamani walikuwa wanatumia majenereta, walikuwa wanatumia makaa ya mawe, lakini haya yote ni maendeleo ya sekta hii ya nishati na mipango madhubuti ya wizara kuhakikisha wameleta mapinduzi ya uchimbaji kwa kutumia umeme, ambapo wanatumia muda mfupi na uwezekano wa upataji wa dhahabu unakuwa ni mwingi, ambao unaita mapato kwa taifa kwa maana ile royalty ambayo inakuwa inatokea.